Msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, amevitaka vyombo vya habari vya nje kuchapisha taarifa zenye usawa, haki, uadilifu, weledi zinavyozingatia maadili ya uandishi wa habari kuhusu vurugu zilizotokea Oktoba 29. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia. Bwana Gerson Msigwa ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesisitiza kwamba kuna baadhi ya vyombo vya nje vimekuwa vikiandika taarifa potofu na kuchapisha maudhui yanayolenga kujenga chuki miongoni mwa Watanzania. Natamani Watanzania mtambue kuwa malengo ya watu hawa kutengeneza chokochoko kupitia vyombo vya habari, kufanya uchochezi mitandaoni, kutia hasira watu, lengo ni kuharibu nchi yetu Tanzania. Wanataka kuangusha uchumi wa Tanzania, wanataka kuharibu biashara zetu, wanataka kupunguza watalii ili tukose fedha, na kibaya zaidi ni kutaka Tanzania iadhirike ili washindani wetu wa kibiashara wanufaike. Aidha, Msigwa amewasifu waandishi wa habari wa Tanzania kwa uandishi wa uwajibikaji na wenye weledi ambao unazingatia usahihi wa taarifa, usawa na kulinda maslahi mapana ya taifa. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama, tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Msemaji huyu wa serikali amewataka Watanzania waamke na watambua kuwa kuna vita kubwa mno ya uchumi dhidi ya Tanzania, ambapo amesema silaha kubwa na maadui wamekuwa wakitumia vyombo vya habari, hususan majukwaa mbalimbali yakiwemo ya mitandao ya kijamii. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania, simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Msigwa pia amebainisha kwamba Tanzania ni salama na inaendelea kufanya vizuri katika kuimarisha bandari zake na sekta za utalii, jambo ambalo maadui wa taifa hili wamekuwa hawarifurahii. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha watu na mali zao wanabakia kuwa salama na matishio yote ya kiusalama yanakabiliwa ipasavyo. Shughuli zetu za kiuchumi zinaendelea vizuri, na Tanzania kwa hivi sasa ni moja ya nchi chache ambazo zinakwenda kupiga hatua kubwa za kiuchumi kupitia miradi mikubwa na ya kimkakati inayoendelea, na mingine imeanza kukamilika na kutoa huduma. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo.